Taarifa tulionayo ni kwamba lisemwalo lipo na kama lipo basi linakuja. Hofu ya Watanzania na hofu ya baadhi ya wananchi ambao wameendelea kuwa na usikivu na umakini zaidi katika mtandao ya kijamii ni kwamba wameweza kuhoji swali kwa Askofu Gwajima kwamba huenda ikawa ni mbinu kazi ya Askofu Gwajima kutaka kumngoa kwenye kiti cha rais wetu kipenzi Rais Samia Suluhu Hassan, na huenda ikawa pia ni mbinu ya akili zaidi, na ndio maana kuna kauli ambayo aliweza kuzungumza dada yetu Mange Kimambi kwamba inabidi watu wawe makini sana na Askofu Gwajima. Yani alishawahi kuwatelekeza Chama cha Demokrasia na Maendeleo na akiweza kuwapinga. Hivi sasa tunavyoweza kumuona ni kama mtu ambaye anaonekana kusapoti Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na anaonekana kabisa kama ni kama anahitaji kiti fulani hivi ama anahitaji madaraka ambao ni makubwa zaidi ya pale alipo. Kwa hiyo inabidi Watanzania wakae na kutafakari na sio kwenda moja kwa moja kuanza kureact na kuanza kumlaumu Rais Samia Suluhu Hassan na kuingia na chuki kabisa na vyombo vya serikali, lakini pia na hata vyombo vya dola. Kiuhalisia kuna baadhi ya watu sasa hivi wamekuwa wakimchukia sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya yale maneno ya Askofu Gwajima. Kuna baadhi ya watu pia wameanza kuchukia vyombo vya dola na vyombo vya sheria kwa sababu ya Askofu Gwajima. Sasa ni mambo ambayo kuna baadhi ya watu wazito tena kanaweza kuzungumza hili swala, sio mimi peke yake bali pia hata dada yetu Mange Kimambi aliweza kuzungumza kwamba katika mtu ambaye inabidi wawe makini naye wa Tanzania na wananchi kwa ujumla ni Askofu Gwajima, mbunge wa Kawe. Yani huenda kwa sasa hivi akawa yumo kwenye mazingira kama hayo, lakini anatafuta kutengeneza ile trending topic na anatafuta attention ili mradi kuongeza namba ya ushawishi katika kile anachokihitaji. Kwa hiyo huenda ikawa anatafuta chansi ya kupata ule ukubwa katika nchi ya Tanzania na ushawishi ili mradi siku ikatokea anahitaji uongozi mkubwa ama anahitaji kuwa hata rais, basi inakuwa tayari imeshaweza kumlipa. Kwa hiyo naomba tukae na tutafakari zaidi kabisa kuhusu hiki ambacho ameamua kuja nacho Askofu Gwajima. Watanzania tusiwe wajinga, tusiwe wapumbavu na tuwe watu wa kufikiri na kutafakari zaidi. Huenda kwa sasa ukamuona Askofu Gwajima kama ni mtu wa maana na ni mtu ambaye anapigania haki, lakini huwezi kujua ya moyoni mwake. Yani unayemwamini ndo huyo ambaye kesho na kesho kutwa anakuja kukufanyia uhuni. Kwa hiyo haya maisha ambayo tunayafahamu na tunaelewa kabisa. Kwa hiyo lisemwalo lipo na kama lipo basi linakuja. Kwa hiyo usianze kuingia na chuki, hofu, lakini pia na lawama kwa viongozi wa serikali kabla hujafuatilia deeply kabisa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika taifa letu la Tanzania, na hili tunalitaga ni swala ambalo la uchu wa madaraka, na kwa wale wanasiasa huwa wanaelewa viongozi akifikia kwenye stage kama hii ambayo Askofu Gwajima ameamua kujitafutia engo yake ya peke yake. Bana, tukutane kwenye upande wa comment.